Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, utubariki kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wazee wanachama wa Kama ambao tumekutana kwa mzee wetu Bonde Chenge, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hii dunia mambo huchemuka. Kuko na video moja ya mwanajeshi mwingine alikuwa akisema kimeumana. Sema kimeumana. Kimeumana. Yaani kumaanisha wakati mwingi kwa hii dunia mambo huchemuka. Leo nataka kuuliza, wazee wanafanyanga nini mambo ikichemuka? Kuna wengine mambo ikichemuka anaenda kuchunga ng'ombe. Wengine mambo ikichemuka rue anaingia kwa kitanda analala. Wengine mambo ikichemuka anaenda sokoni anakaa ikurene index. Wengine wanacheza keke. Wengine wanaenda hamai maye. Lakini je, mambo ikichemuka kama sisi wa Kristo tunaenda wapi? Nataka niwaambie kuko na mambo matatu watu hufanya mambo yakichemuka. Jambo la kwanza, ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Naboth na mwingine anaitwa Ahab. Ahab akatamani shamba ya jirani, na akasema nipatie hii na mimi nitakupatia ingine. Lakini Naboth akaambia Ahab, ile ambaye Mungu amenipa siwezi kukupatia hiyo, hata ukisema ingine siwezi. Kwa hivyo huyu mzee kenye alitaka anaitwa Ahab akupata, mambo ikachemka. Na Biblia inasema akaenda nyumbani amekasirika, na uso yake akaangaliza kwa ukuta. Ama sisi tunasema sisi akaangaliza kwa ukuta. Wakati mwingi mambo ikichemuka, kuna wazee wanaangalianga kwa ukuta. Hataki kuona mambo ambayo inaendelea. Yeye kase sisi hakukula, hakufanya chochote, na akaongoza mke wake kutenda dhambi ya kuua. Na baada ya kuua, Naboth akamwambia chukua hii shamba. Wakati mambo inachemuka, kuna wazee